Ebana, kupitia kipindi cha Amplifier ambacho kinarushwa na kituo cha Clouds kupitia kwa mtangazaji Millard Ayo, jana alikuwa anafanya mahojiano na mtoto wa aliyekuwa rais wa awamu ya 5 Mheshimiwa JPM au Dr. John Pombe Magufuli, ambaye anajulikana kwa jina la Jessica Magufuli, ambapo ameeleza mambo mengi sana, lakini jambo kubwa ambalo ameliongea jana ni kwamba siri ambayo tulikuwa tuijui sisi ni kwamba babake alikuwa ana uzalendo wa kweli, alikuwa anaipenda sana nchi yake, na ndio maana alikuwa arazi kufanya kitu chochote kwa ajili ya nchi yake, kiasi cha kwamba hata ye mwenyewe alimkatalia nafasi ya kwenda kusoma nchi za nje, kwa sababu aliamini hapa nchini bado kuna vyuo ambavyo yeye anaweza akasoma na akawa competent mzuri. So Jessica, ukiachana na mengi aliyoyaongea, lakini pia amezungumzia issue ya baba yao kuwa na uzalendo na maliasili za nchi hii, kiasi kwamba ilifikia hatua anawaambia twende tutoke out, anawatoa out familia, lakini sehemu anayowapeleka kufanya hiyo out ni kukagua madaraja kipindi hicho ambacho alikuwa ni waziri wa ujenzi, anawapeleka watoto wake kwenye kukagua madaraja. Hiyo ndo outing ambayo alikuwa anafanya na familia yake. So just imagine, unaona jinsi ambavyo inakuwa kwa kiongozi kama huyu. Huwezi ukakataa kabisa kwamba huyu alikuwa ni mzalendo wa kweli. Sasa Jessica katika mahojiano hayo maalum na mtangazaji Millard Ayo, mtoto huyu wa hayati Dr. John Pombe Magufuli, huyu ni rais wa awamu ya 5 kama nilivyokuambia, ameweka wazi msimamo wa baba yao kuhusu elimu. Kwanza alianza kwa kueleza kuwa hayati Magufuli alikuwa muumini mkubwa wa elimu ya ndani ya nchi. Jessica amesema kuwa kati ya watoto wa hayati Magufuli ni mmoja tu aliyebahatika kusoma nje ya nchi, na hata hivyo ilikuwa kwa ajili ya shahada ya pili, yani masters, si shahada ya kwanza. Akiendelea kufafanua, Jessica alieleza kuwa alipokuwa anaingia mwaka wa kwanza wa chuo kikuu, baba yake alimwahidi kwamba endapo atahitimu shahada ya kwanza vizuri, atapewa nafasi ya kuendelea na shahada ya pili nje ya nchi. Akaanza kwa kusema, nilifurahi sana wakati huo, nikasubiri kwa hamu hiyo nafasi. Jessica alisema katika mahojiano hayo, niliona kama ndoto kubwa inaingojea. Sasa hata hivyo mambo yalibadilika baada ya Jessica kuhitimu shahada ya kwanza. Hayati John Pombe Magufuli alimwambia kuwa ataendelea na masomo ya shahada ya pili hapa nchini katika chuo kikuu alichohitimu shahada yake ya kwanza. Jessica alisema kuwa ingawa alikuwa ametamani sana kusoma nje ya nchi, aliheshimu maamuzi ya baba yake na kuielewa, hasa ikizingatiwa imani kubwa aliyokuwa nayo katika ubora wa elimu ya Tanzania. Kwa mujibu wa Jessica, hayati Magufuli aliamini kuwa Tanzania ina vyuo vikuu na walimu wa viwango vya juu vya kimataifa, hivyo hakuwaona watoto wake wakihitaji kwenda nje ili kupata elimu bora. Mahojiano hayo yameibua hisia miongoni mwa Watanzania wengi, hasa wale waliomfahamu hayati Magufuli kama kiongozi aliyesisitiza uzalendo na kuwekeza katika maendeleo ya ndani ya nchi, ikiwemo sekta ya elimu. So pia Jessica aliongelea issue ya kifo cha baba yake, ni kwa jinsi gani hizo taarifa alizipata au alizipata akiwa wapi. Kwanza aliulizwa kabisa kwamba yeye vipi alikuwa haishi na baba yake Ikulu,
lakini yeye amedai alikuwa haishi Ikulu na babake, japo alikuwa anaishi Dodoma huko huko, lakini alikuwa hakai Ikulu. Na amesema kipindi ambacho baba anaumwa, yeye alikuwa kwanza ana wasiwasi sana, kipindi ambacho ukimya ulikuwa umetawala. Mara ghafla, kwa anavyosimulia, akaliona gari la babake mdogo linapita, kisha akamtafuta, akampigia simu, baba vipi, mbona unaona kama unapita hapa, kuna lolote ambalo mnanificha au kuna lolote? Babake akakataa, akamwambia hakuna chochote, hamna, tu naenda kikazi. Lakini akamsisitiza kwamba arudi Dar es Salaam ili akakae na mama yake, kwa sababu anajua mama yake yupo kwenye kipindi kigumu katika kipindi hiki ambacho baba yao alikuwa anaumwa. So akamwambia kesho unaweza ukaenda Dar ili ukakae na mama ukaendelee kumfariji. Akasema sawa, nitaenda. Lakini kabla hata hiyo siku haijafika ya yeye kwenda Dar es Salaam, basi akawa ameingia mtandaoni na akakutana na taarifa za kifo cha baba yake kwa mara ya kwanza. Just imagine, mtoto kabisa au familia inapata taarifa za kifo cha baba yao mpendwa kupitia kwenye kurasa za Millard Ayo, kwa jinsi ambavyo yeye amethibitisha kwamba hizo taarifa zilitoka kwenye chanzo cha Millard Ayo, ambaye ndo alikuwa ameposti kifo cha John Pombe Magufuli. Na anasema alitetemeka sana na aliumia sana. Hivyo haraka ilibidi amtafute mamake ili aweze kujua hali yake. Kwanza alimtafuta mdogo wake, ambaye anadai mdogo wake ndo alikuwa karibu sana na babake, yani kwa kifupi ndo walikuwa Bennett sana. So akamtafuta kwanza kama kuna taarifa zozote ambazo amezisikia, lakini mdogo wake naye akasema hamna taarifa yote aliyoipata. Lakini huku yeye akiwa ameshaipata taarifa tayari kwamba baba yao ameshafariki, vivyo ilibidi aweze kurudi Dar es Salaam kwa ajili ya kuangalia hali ya mama, kwa sababu pia kipindi hicho mamao naye alikuwa anaumwa, anasumbuliwa. So ilibidi arudi Dar ili pia kwenda kumpoza mamao na kumfariji kwa kile ambacho kimetokea. Lakini akadai kwamba cha ajabu, kile ambacho yeye aliamini labda kingekuwa vile ambavyo alikuwa anawaza, ilikuwa ni tofauti, kwa sababu mama yao alikuwa ni jasiri kiasi ambacho yeye hakufikiria hivyo. Yeye aliamini kwamba huenda mama yao naye anaweza akawatoka kutokana na ile situation, lakini anasema Mungu ni mkubwa, kwa sababu mama yao ndo alikuwa tena anatumia muda mwingi kuwafariji watoto wake, kwa sababu yeye alikuwa amekomaa. Kwanza amekomaa kiimani, alikuwa ni mtu wa imani sana, kiasi ambacho baada ya hicho kifo tu ilibidi wamletee padri pale nyumbani wa parokia ya hapo ambapo alikuwa anasali, ndo akakae naye aendelee kumfariji mpaka kipindi chote kiishe. So hiyo imani pia ambayo mamao walikuwa nayo kwenye dini ndiyo pia ilifanya mamao awe ni strong, awe ni mtu ambaye anaendelea kupambania hali ya watoto wake ili aweze kuwaweka sawa. So Jessica kwa majonzi makubwa anasema anasikitika na anaumia sana kumpoteza babangu, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye ana maono makubwa na nchi yake, kwa sababu alikuwa anaipenda sana nchi yake kiasi ambacho ilikuwa ukigusa tu kitu chochote ambacho kinaihusu Tanzania na ni rasilimali za wananchi wote, ulikuwa uwezi kupatana naye. Toka enzi amekuwa ni waziri mpaka amekuwa rais, ni mtu ambaye alikuwa anaipenda sana nchi yake. Hata akiwa nyumbani, anasema hata akiwa nyumbani unakuta mazungumzo anayoyazungumza ni jinsi gani ambavyo anaweza akawatoa Watanzania kutoka sehemu ya umaskini na kuweza kuwainua, angalau hata kama haiwezi kufanana kwamba wote wawe sawa, lakini angalau kila mwananchi aweze kufaidi hii keki ya taifa. So kifo chake ni kama kilipoteza ndoto ya kile ambacho alikuwa anakiwaza juu ya hii nchi yake. Lakini pia yeye mwenyewe kama mtoto wake anadai ameumia sana, anaendelea kuumia mpaka sasa hivi, kwa sababu kwanza kipindi ambacho yeye ni rais ilimtengenezea marafiki wengi, lakini cha ajabu toka babake amefariki, Jessica anasema amepoteza kama si asilimia kubwa ya marafiki ambao kipindi hicho walikuwa wapo Bennett naye,
yani marafiki wa Jessica kipindi ambacho babake ni rais, sasa hivi wameshamkimbia. Ni wazi kwamba ndio ukiwa na kitu ndo utapata marafiki wengi, lakini hicho kitu kikiondoka basi marafiki nao wanaondoka. So hicho ndo ambacho pia Jessica kilimkuta. Marafiki wote ambao alikuwa nao kipindi ambacho babake yupo hai wote wakamkimbia. So sasa hivi anasema mimi nimeconcentrate na kuendelea na maisha yangu, lakini pia natamani sana vile ambavyo baba alikuwa anaviona au maono ya baba juu ya hii nchi, siku moja na mimi nije nipate nafasi ya kuweza kuvitekeleza, kwa sababu anaamini babake alikuwa ndo mkombozi sahihi wa hii nchi.